Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2026. Mwaka huu tunayo mada kuu isemayo Baba yetu anajali. Na mwezi huu tunaiangazia mada inayosema maisha yangu leo. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe sana. Leo tunapojifunza somo hili, ninaalika uwepo wako uende pamoja nasi. Hilo ombi letu katika jina la Yesu. Amina. Februari 11, mada ikisema litunze hekalu la mwili. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 ya 16 inasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Mungu amekupatia makazi ya kutunza na kuhifadhi katika hali nzuri kwa ajili ya huduma na utukufu wake. Miili yenu sio mali yenu wenyewe. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Afya ni baraka ambayo watu wachache wanathamini thamani yake. Uzima ni amana takatifu ambayo ni Mungu mwenyewe anayetuwezesha kuitunza na kuitumia kwa ajili ya utukufu wake. Lakini yeye aliyeumba muundo wa ajabu wa mwili huu atautunza kwa uangalifu ikiwa watu hawafanyi kazi kwa makusudi tofauti na yeye. Kila talanta tuliyokabidhiwa atatusaidia kuiendeleza na kuitumia kulingana na mapenzi ya mpaji. Ujana ni wakati wa kuunda tabia njema, kurekebisha makosa ambayo mtu mmoja tayari ameshayatenda, kupata na kushikilia uwezo wa kujidhibiti nafsi na kuweka mpango, na kuizoeza nafsi kuamuru matendo yote ya maisha na kuyarejelea mapenzi ya Mungu. Hekalu takatifu la mwili lazima liwekwe safi bila kunajisiwa, ili kwamba Roho wa Mungu aweze kukaa ndani yake. Tunapaswa kuilinda kwa uaminifu mali ya Bwana, kwa maana matumizi yoyote mabaya ya nguvu zetu yanafupisha muda ambao maisha yetu yangeweza kutumika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Weka hili akilini kwamba lazima tuviweke wakfu vyote, nafsi, mwili na roho, kwa Mungu. Vyote ni mali yake aliyojinunulia na lazima vitumiwe kwa akili, ili hatimaye tuweze kuhifadhi talanta ya uzima kwa kutumia ifaavyo nguvu zetu kwa ukamilifu wake katika kazi yenye manufaa zaidi. Kwa kutunza kila kiungo katika afya, kwa kuhifadhi hivyo kila kiungo ili akili, mshipa na misuli vifanye kazi kwa upatanifu, tunaweza kufanya kazi ya thamani zaidi kwa ajili ya Mungu. Tunapofanya yote tuwezayo kwa upande wetu ili kuwa na afya njema, basi na tutegemee kwamba matokeo yenye heri yanafuatia. Ndipo tunaweza kumwomba Mungu kwa imani abariki jitihada zetu za kuhifadhi afya. Leo ni Februari 11 mwaka 2026, mada ikisema litunze hekalu la mwili. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Anituma kwa Yesu ndio
popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.